Ni nyakati zingine tena, ama ni wakati mwingine tena, ama twaweza kusema kwamba ni wasaha wa kujadili mambo kadhaa ambayo yanaendelea katika nchi ya Tanzania na maeneo mengine. Nikusalimu hapo ulipo na nikutakie wakati mwema na amani iwe juu yako katika mjadala ambao nataka tuanzishe muda huu. Katika nchi ya Tanzania, sensa ya watu na makazi imefanyika hivi karibuni, na kuna baadhi ya maeneo ambayo imeonyesha wanawake ni wachache kuliko wanaume. Nami katika mjadala wa leo ni weke wazi kwamba, na kwa mapema zaidi, kwamba katika mkoa wa Mbeya yako mambo ambayo yanatakiwa yajadiliwe kwa kina ama kwa namna moja ama nyingine. Na kabla tujaenda huko, ikumbukwe jimbo la Mbeya vijijini lilishindwa kupata idadi ambayo ingewezesha jimbo kugawika, tofauti na baadhi ya maeneo ambayo moja kigezo cha kugawa jimbo ilikuwa ni ongezeko ama wingi wa watu. Lakini moja ambayo jimbo ambalo lilikosa sifa ya kuwa na idadi kamili ya watu wanaoweza kuwezesha kugawika kwa jimbo ni jimbo la Mbeya vijijini. Ninaweka msingi huu tukielekea katika jambo hili la kwamba naweza kusema kwa namna moja ama nyingine mkoa wa Mbeya unao upungufu wa wanawake. Unaweza kujiuliza kwa namna gani? Baadhi wapo wanawake, lakini baadhi hususani wilaya ya Chunya. Wilaya ya Chunya ina wanaume wengi kuliko wanawake. Hivyo ni moja ya kitu ama chanzo cha baadhi ya watu kufanya mauaji kutokana na kiitwacho wivu wa mapenzi. Na hivi karibuni aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, Juma Zuberi Homera, alieleza kuhitaji wanawake nchini Tanzania na mahala pengine kuja ama kwenda katika wilaya ya Chunya kwa ajili ya kuweka uwiano ama ratio ya uwiano kati ya wanawake na wanaume, ili kupunguza kwa namna moja ama nyingine masuala ya wivu wa mapenzi. Lakini tunajifunza nini katika hili? Na kabla sijaenda mbele zaidi, naomba tumsikilize Juma Zuberi Homera akieleza sababu ya mauaji mengine yanayotokea katika wilaya ya Chunya ambayo ina utajiri wa masuala ya machimbo ama dhahabu. Mheshimiwa Daktari Juma Zuberi Homera, karibu. Wanawake ni wachache kuliko wanaume, na changamoto kubwa kule ni issue ya mining activities. Mining mara nyingi watu wengi wanaofanya shughuli ni wanaume. Kwa hiyo utakuta wanawake ni wachache. Na nature ya wilaya ya Chunya ni watu wengi, hata wanaume wenyewe, hata wanawake wenyewe nao wana karakta za wanaume. Kwa hiyo utakuta kwamba yeye ni mwanaume au muda wote mwanamke anadili na machimbo, anachimba mitaro, anaingia kwenye mashimo, automatically mwanaume akimwangalia anaona kama mwanaume mwenzie. Kwa hiyo anazidi kupungua kwa kiasi hicho. Kwa hiyo matokeo yake changamoto tunayo kama hiyo inasababisha kwamba wanawake wanakuwa wachache, wanaume hata kwenye sensa wanawake wilayani Chunya ni wachache kuliko wanaume. Na ndio maana wakati mwingine anatokea mauaji ya wivu wa mapenzi. Mwanamke mmoja akipatikana Chunya ni kama dhahabu. Kwa hiyo mwanamke anatafutwa Chunya. Na ndio maana tukasema sasa watu wahamasishwe waje Chunya, yaani wanawake wahamasishwe waje Chunya ili hali iweze kuwa rescue. Kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho tunachokifanya sasa. Ndio maana tukasema kwamba kokote kule wanawake walioko huko nchi nzima ya Tanzania tunawakaribisha Chunya ili kwenda kutengeneza iresho kati ya wanawake na wanaume. Kwa hiyo mimi nikuombe sana Kanali Masanja, kwa kweli swali zuri, na nichukue fursa hii niwakaribisha wanawake wilayani Chunya ili tuweze kutengeneza iresho iweze kukaa sawa. Asante. Hayo ni maneno ambayo alizungumza Mheshimiwa Juma Zuberi Homera akiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, akieleza hali ilivyo katika mkoa wa Mbeya, wilaya ya Chunya. Na taarifa hii inatoka katika Site Online TV. Lakini tuende mbele zaidi. Nimeeleza mwanzo kwamba Mbeya inahitaji wanawake. Yaani wanawake, Mbeya ina uhaba wa wanawake kwa namna moja ama nyingine, naweza kusema hivyo. Kwa nini?
Moja, baadhi yao wengi wameolewa na baadhi yao wengi wamezaa tu bila kuolewa. Kwa hiyo kuwakuta wanawake ambao hawajaolewa alafu hawana watoto ni nadra sana. Aidha ni wanafunzi, aidha ni matasa, hali ambayo inapelekea changamoto ya namna moja ama nyingine katika ustawi wa jamii. Naamini watu wa ustawi wa jamii wapo, sijafahamu zaidi nini wanachoshughulikia zaidi katika mitaala yao na katika masuala kwa ujumla ya kijamii, lakini naomba hili tuliruke kidogo, tutajadili siku nyingine. Lakini ieleweke katika jiji la Mbeya, watu takribani 59,859 hawa ni wanawake 59,859 ni wakuu wa kaya, yani wanaongoza kaya zao kwa sababu ambazo zimetolewa kwamba kwa namna moja ama nyingine. Huenda baadhi yao walifiwa, huenda baadhi yao wamekimbiwa na wanaume, na huenda baadhi yao wamezaa tu katika mazingira ambayo yalitokea. Tunajifunza nini? Lakini haya kutoka Ulingo Online TV, naomba tusikilize. Na hapa mtaalamu wa ramani kutoka ofisi ya takwimu Bwana Jeve Just anaeleza sababu ya kaya nyingi za jiji la Mbeya kuongozwa na wanawake. Pia takwimu hizi zinatuonesha kaya zilizopo katika jiji la Mbeya, ya kwamba ndani ya jiji hili la Mbeya kuna jumla ya kaya zipatazo 154,431, na kati ya hizi kaya zipatazo 59,859 zinaongozwa na wanawake. Kiashiria hiki cha jumla ya kaya nyingi hizi kuongozwa na wanawake inaweza ikachangiwa na sababu, naweza nikasema sababu mbili. Moja, kuna uwezekano mkubwa kwamba mwanamke sasa hivi ana uwezo wa kuweza kuhudumia familia, na hivyo sio mzigo tena kwake kuongoza kaya. Na sababu ya pili inaweza pia ikachangiwa ya kwamba kuna uwezekano kukawa na wingu kubwa la wanaume sasa ambao wanakimbia majukumu yao ya kuongoza familia na hatimaye kuacha hizi familia ziongozwe na wanawake kutokana na sababu mbalimbali. Inaweza ikawa ni sababu ya kwamba wametengana, kwa hiyo mwanamume akaenda kuanzisha mji mwingine, akaacha mji huu mwingine unaongozwa na mwanamke. Ama inaweza ikawa ni sababu ya asili, inawezekana kawa amefiwa au sababu nyingine kwamba ametalikiana au ameachika na kadhalika. Akizungumzia hali ya kaya nyingi za halmashauri jiji la Mbeya kuongozwa na wanawake, mkuu wa mkoa wa Mbeya Bwana Juma Zuberi Omera anasema kumejitokeza familia nyingi kutelekezwa, na hii imepelekea baada ya kutelekezwa familia nyingi ndani ya jiji la Mbeya, tumekuwa na watoto wengi sana wa mitaani, na hili swala tumelijadili kwenye kamati ya usalama kikao kilichopita. Tumeshuhudia watoto wengi wako mtaani wameachwa, wanalelewa na mama peke yake, na ndio maana kaya nyingi zinaongozwa na wanawake ndani ya jiji la Mbeya kwa sababu ya kutelekezwa. Maana wanaume wanazalisha wanawake alafu wanawaacha hivyo hivyo. Baadhi ya madiwani wa halmashauri ya jiji la Mbeya wamesema hatua ya kaya nyingi kuongoza na wanawake ni hatua ya kimaendeleo, huku wakidai kuwa matokeo hayo ya sensa yametoa dira ya namna kupeleka huduma za kijamii kwa wananchi. Kuongozwa na wanawake ni jambo jema kwa sababu rais wetu ni mama, pia mheshimiwa mbunge wetu ni mama. Kwa hiyo akina mama wamejitokeza, wanajituma sana katika kufanya maendeleo. Haya ndiyo yanayojiri katika mkoa wa Mbeya mpaka sasa. Lakini kama jamii, nadhani ipo haja ya kutafakari zaidi nini kifanyike. Je, uhaba wa wanawake mkoa wa Mbeya na hao walioko ambao wengi wanaongoza familia lakini wana familia zao. Je, na swali labda libaki kwamba pamoja na mambo mengine yote, je, ni vizuri kuoa mwanamke ambaye amezalishwa na mwanaume mwingine, na mwanaume wake akijua wewe umemuoa, kwa sababu wengi hawaachani kimahusiano? Nini kinaweza kutokea hapo baadaye? Naomba tujadili na naomba kutoa hoja. Asante.